Kumekuwa na mafanikio ya diplomasia ya kiulinzi. Nadhani watu wanaiona kama ni kitu chepesi, lakini tuna mfano hai hapa juzi, wala sio muda mrefu, ambapo mmeona baadhi ya watu waliotaka kuja kujipenyeza ndani ya nchi yetu na kuleta vurugu. Watu hao wamekuja, lakini kutokana na diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, nisamehe sana kwa sababu pia nimekuwa katika wizara zingine ambazo zinashughulika na uchumi, kwa hiyo wakati mwingine na baada ya kusema diplomasia ya ulinzi najikuta nikisema diplomasia ya uchumi, lakini pia diplomasia ya uchumi ni kama imezoeleka zaidi. Mmeona jinsi gani mataifa ya hao waliotaka kujipenyeza na kuleta fujo yamekuwa mstari wa mbele kuitetea Tanzania. Mmejionea ndugu zangu, si ndio? Kwamba wao wanakimbilia kwenye nchi ya mwingine, unataka kwenda kufanya fujo, lakini kwa sababu ile nchi imeshajenga diplomasia vizuri, na nchi yako, hata nchi yako inaona kwamba wewe kwa kweli unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya kuimarisha diplomasia ni mambo muhimu sana. Ni fanikio ambalo kwa kweli hatuna budi kujivunia, lakini hatuna budi kupongeza. Kwa sababu mtu mwingine angetarajia kwamba hawa watu waliofanya wanataka kuleta vurugu katika nchi, basi nchi zao ziwatetee. Lakini kwa sababu tunafanya kazi pamoja kama hivi nilivyosema, tunakutana, tunaongea, tunajadiliana, tunafanya mafunzo ya pamoja, tunafanya mambo ya pamoja, kwa hiyo tunakuwa kitu kimoja. Na kwa sasa, dunia ya sasa wanaita ni bora kuepusha vita. Kwa hiyo nachukua jitihada zaidi za kuepusha vita kwa kuimarisha diplomasia ya ulinzi na usalama kuliko kuanza kuingia katika mapambano. Ukiingia katika mapambano utapoteza rasilimali za kutosha, utaumiza wananchi wako na utajikuta kwamba unarudi hata nyuma. Kwa hiyo hiki sio kitu ambacho watu wakichukulia tu wanasema kila siku kuimarisha diplomasia, kuimarisha diplomasia, kuimarisha diplomasia ya ulinzi. Ina faida gani? Ina faida kubwa sana. Na bahati nzuri leo nakuja kuelezea mafanikio haya, nimepata mfano wa karibuni ambao nafikiri utawawezesha kuelewa kwamba ni nini manufaa ya kuimarisha diplomasia na urafiki, ikiwa ni pamoja na diplomasia ya ulinzi.